Unapoamka asubuhi na kukuta nyumbani kwako kumezingirwa na maiti, linaweza likawa ni jambo la kushtukiza kwa baadhi ya nchi, lakini limekuwa ni jambo la kawaida na la kuzoeleka ambalo limeendelea kutokea kwa miaka kadhaa katika nchi ya Kongo. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimataifa, kimichezo pamoja na burudani utaweza kuzipata hapa. Niseme asante kwa yule ambaye tayari amesha subscribe, na kwa yule ambaye bado hakikisha na nikuombe usubscribe ili uweze kuwa mwana familia. Asante kwa kubonyeza alama ya kengele na tuwe sote mwanzo mpaka mwisho kupata taarifa zile ambazo tumeweza kusogezea siku hii ya leo. Taarifa kutoka katika nchi ya DRC Congo ni kwamba kutoka mji wa Goma mamia ya watu wamekamatwa na M23 katika uvamizi uliozua utata. Vuguvugu la AFC M23 katika mji wa Goma na vitongoji vyake limekuwa likifanya uvamizi na kuwakamata kwa siku kadhaa, likidai kuwa watu hao wanahusika na mauaji, uporaji na utekaji nyara. Wasiounga mkono kundi la M23 wanasema kuwa linawateka nyara na kujaribu kuwaajiri vijana kwa nguvu katika safu zake. Mwishoni mwa juma, meya wa jiji la Goma Julien Katembo aliwaambia waandishi wa habari kuwa watu waliowakamata ni pamoja na askari wa FARDC, FDLR, wazalendo na wahalifu wengine. Msako wa kuwasaka na kuwakamata washukiwa uliendelea siku ya Jumatatu na Jumanne, hasa katika maeneo ya kaskazini mwa mji wa Goma ambako vitendo vya mauaji, uporaji na utekaji nyara vimeripotiwa kwa muda. Katika wiki chache zilizopita, idadi ya mauaji 10 yameripotiwa katika jiji la huko Goma. Lakini taarifa zaidi zimeweza kuthibitisha mzozo wa DRC. Kwa nini jeshi la Kongo haliwezi kulilinda eneo la mashariki mwa nchi hiyo? Wakati fulani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lilikuwa ni jeshi lenye nguvu, lakini linahangaika kulinda eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutoka kwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambao wamepiga hatua kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu tangu kuibuka tena 2021. M23 imetoa udhibiti wa miji miwili ya kimkakati mashariki mwa DRC, Goma na Bukavu. Hivi karibuni pia walichukua udhibiti wa mji wa uchimbaji madini wa Likale huko Kivu Kaskazini, lakini kisha walijiondoa baada ya mpango wa mazungumzo ya kusitisha mapigano uliofanyika huko Katari. Mafanikio ya M23 yanashangaza wakati jeshi la Kongo linakadiriwa kuwa na maelfu ya wanajeshi. Umoja wa Mataifa unakadiria M23 ina wapiganaji 3,000 hadi 4,000 wengine kutoka Rwanda. Mwaka 2023 DRC iliongeza matumizi ya kijeshi na kufikia dola milioni 794. Hata hivyo, kwa nini jeshi la Kongo linashindwa katika eneo la mashariki? Taarifa hizi zinasema kwamba jambo la kwanza ni utawala wa Mobutu. Kulingana na wataalam, jeshi la Kongo liliheshimiwa sana baada ya uhuru mapema miaka ya 1960 mpaka 1970 chini ya rais wa zamani wa Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mobutu Sese Seko. Wakati fulani lilikuwa ni jeshi lenye nguvu, lakini baadaye lilisambaratika na kusambaratishwa, anasema Mvembo Fezo Dizolele, mkurugenzi wa mpango wa Afrika katika kituo cha mazungumzo ya kimkakati na kimataifa CSIS. Katika miaka ya mwisho ya utawala wa Mobutu, jeshi lilianguka vibaya. Aliunda kikosi cha ulinzi wa rais ambacho kilikuwa na vifaa vya kutosha, lakini hilo lilifanywa kwa gharama ya jeshi, anasema.
Mbali na ukosefu wa fedha, jeshi lilikabiliwa na changamoto nyingine baada ya makubaliano ya amani kufikiwa ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe na kikanda katika miaka ya 1990. Kama sehemu ya mikataba hii, vikundi vya waasi vilipelekwa serikalini na wanamgambo hao wakaingizwa jeshini. Kufikia katikati ya miaka ya 2000, jeshi la taifa lilikuwa linaundwa na wanajeshi wa Mobutu na idadi kubwa ya waasi. Hata hivyo, mchakato huu wa kuunganisha jeshi la zamani na vikundi vya waasi haukwenda sawa, anasema Richard Moncrief, mkurugenzi wa mradi wa maziwa makuu katika shirika la Crisis Group. Baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kulikuwa na jeshi la kitaifa, lakini kwa kweli lilikuwa ni jeshi la pande kadhaa zilizopigana hapo awali, kila mmoja akiwa na ajenda yake na wakati mwingine ikiwa na ajenda zao za ndani ambazo haziendani na ajenda za serikali kuu. Jambo lingine ni uongozi mbovu na ufisadi. Jeshi kushindwa kuwa pamoja kumesababisha kuwe na minyororo mingi ya amri sambamba na kukosekana uongozi thabiti. Wakongo wana uwezo wa kupigana, lakini kuna rushwa na uangalizi mdogo. Pesa zinatolewa na hakuna anayekuja kuuliza zimetumiwaje, anasema mchambuzi wa masuala ya Afrika Dizolele. Dizolele anasema ufisadi huu unamaanisha ni vigumu kujua ni wanajeshi wangapi wanaohudumu katika jeshi kwa sasa, sababu mara nyingi idadi hiyo inaongezeka kwa madhumuni ya kujinufaisha. Moncrief anaongeza kuwa uongozi mbovu katika jeshi unaakisi serikali kuu ya nchi hiyo ambayo nayo iko katika mgogoro kama huo. Nchi ina matatizo ya kisera, matatizo ya kisiasa na matatizo makubwa ya rushwa. Jeshi ni kielelezo cha jamii na siasa wanazowakilisha, anasema rushwa hii ina maana kiasi kikubwa cha fedha kinachoingizwa kwa wanajeshi ni mara chache sana kuwafikia wanajeshi. Wanajeshi wa eneo hilo wanalipwa malipo duni na familia zao hazipati usaidizi mdogo, upata msaidizi mdogo sana. Katika uchambuzi mapema mwaka huu iligundulika mamluki wa Kiromania waliokodiwa kupigana nchini DRC walikuwa wakilipwa karibu $5,000 kwa mwezi ikilinganishwa na wanajeshi wa kawaida ambao hupokea karibuni $100 kwa mwezi au wakati mwingine kutolipwa kabisa. Jambo lingine ni jeshi la Kongo. Kwa kufahamu udhaifu wa jeshi lake, serikali ya DRC imetoa wito kwa nchi za jirani kusaidia kupambana na makundi ya wanamgambo mashariki mwa nchi hiyo. Tangu mwaka 2021 kumekuwa na idadi kubwa ya maafisa wa kimataifa waliotumwa katika eneo hilo, hususa kutoka EAC, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vikosi vyake vilikaa kwa mwaka mmoja Kongo. Wanajeshi wengine ni kutoka Malawi, Afrika Kusini na Tanzania walitumwa kama sehemu ya ahadi ya SADC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, na nchi jirani ya Burundi ilituma wanajeshi pia. Lakini Dizolele anasema kujitolea kwa wanajeshi hao wa kimataifa kunategemea uongozi wa kisiasa wa nchi hizo. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema wanajeshi kutoka jeshi la Uganda ambalo liko DRC kusaidia kupambana na makundi ya Islamic State wamekuwa wakitoa msaada kwa M23. Moncrief anaamini Uganda inafanya hivyo ni kulinda maslahi yake katika mzozo huo. Uganda inaamini ni muhimu kuwa na ushawishi mkubwa katika jimbo la Ituri na inataka kuwa na ushawishi na M23 ili kuhakikisha kundi hilo halidhibitiwi na Kigali pekee, anasema. Anaongeza kuwa mamluki na wakufunzi pia wameitwa kusaidia nchini DRC kwa sababu jeshi la Kongo halina uwezo. Hata hivyo, anasema wanajeshi hawa wa ziada kutoka nje hawajafanya vya kutosha kuzuia M23 kusonga mbele. Jambo lingine ni waasi wa M23. Jeshi
dhaifu la Kongo lilikabiliana M23 walio na ujasiri wanaoungwa mkono na Rwanda, na kundi hilo la waasi limeweza kusonga mbele. Inaonyesha uimara wa jeshi la Rwanda sio tu katika masuala ya mpangilio, nidhamu, muundo wa amri, mipango, mikakati na ujasusi, lakini pia katika suala la vifaa, anasema Moni Krifu. Ingawa M23 imesonga mbele kwa kasi, lakini kuendelea kushikilia maeneo hayo ni swala jingine. Miji iliyo ndani ya udhibiti wao kama Bukavu na Goma inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu. Benki zimefungwa, ikimaanisha hakuna pesa taslim katika mzunguko. Bei ya bidhaa za msingi na kiwango cha uhalifu pia kimeweza kuongezeka. Kwa hali hiyo, wataalamu wanaamini ingawa M23 inaweza kuendelea kusonga mbele, lakini watapata tabu kuendelea kushikilia maeneo hayo. Watu wa Kongo hawapendezwi na kile ambacho M23 inakifanya, anasema Dizolele. Raia hawaungi mkono kundi hilo, kwa hivyo kinachoweza kutokea ni kuibuka kwa wanamgambo zaidi. Kwa muda mrefu, wataalamu wanasema jeshi la Kongo linahitaji kufanya mageuzi haraka ili kuwa na ufanisi ndani yake. Lakini wanasema hili haliwezekani, kwani mageuzi ni mchakato mrefu na wa gharama kubwa ambao unategemea nia ya kisiasa iliyo thabiti na imara. Wanasiasa wanahofia kuweka taratibu za uwazi na utendaji kazi unaoeleweka katika ofisi zao kuu. Wanahofu juu ya uwezekano wa jeshi wa kuwapindua, anasema Moni Krifu. Mwanahabari, ni kushukuru sana. Hizi zilikuwa ni habari kutoka kule ndani ya nchi ya DRC Congo na vuguvugu linaloendelea nchini humo kuhusu waasi wa M23 na serikali ya nchi hiyo, huku mamia ya watu wamekamatwa na M23 katika uvamizi uliozua utata. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Niseme asante wewe ambaye ushabonyeza alama ya subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Niseme asante. Nimshukuru tayari ambaye subscribe na kuendelea kuwa mwana familia. Usahau kusubscribe, share, like na kucomment ili tuendelee kupata taarifa zaidi ya kile ambacho kinaweza kuendelea kwenye habari za kimataifa, michezo pamoja na burudani. Kushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Mpaka wakati mwingine, kutokea hapa sina la ziada. Nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.